Maasais have got a very strong culture. Wamasai wana utamaduni wenye mizizi imara na mshikamano mkubwa unaotambulika kama mojawapo ya tamaduni zenye nguvu zaidi duniani. Mila na desturi zao zina athari kubwa katika maisha yao, ikiwemo kuendeleza jambo la ukeketaji. Katika jamii ya Wamasai kuna mambo mengi ya kitamaduni ambayo yanahusiana na ukeketaji, na wale ambao hawajakeketwa mara nyingi huachwa nje ya majukumu na shughuli muhimu za kitamaduni. Hali hii imechangia kuendelea kwa ukeketaji katika jamii. Kusini mwa bonde la Ufa ni nyumbani mwa kabila mbalimbali. Makabila haya yana tamaduni tajiri na ya kuvutia. Hata hivyo, ndani ya tamaduni hizi kuna desturi mbaya na haramu ambazo bado zinaathiri wasichana wengi. Ukeketaji wa wanawake unaofahamika kama FGM kwa kimombo. Mimi kwa maisha yangu nilipitia maisha ngumu sana nikiwa mdogo. Ilikuwa niko na 12 years. Ndipo baba yangu aliona area nipeane kwa niende nikuwe bibi watatu kwa mtu mwingine, mtu mzee. Peano hiyo siku usiku. Nikasema siwezi enda. Nikaamka usiku nikatoroka. Ilikuwa giza. Nikapita kwa msitu nyingine kubwa sana. Nikapita hata wanyama walikuwa nikiona ndovu, nilikuwa ninalala kwa chini kupita ndani ya nyasi ndio nisioleke. Licha ya sheria kupinga ukeketaji ya mwaka 2011, ukeketaji bado uko juu na 51% ya wanawake katika eneo hili bado wanapitia desturi hii hatari. Lakini kuna watu ambao wamejitokeza, wakiwemo walionusurika, wanaharakati na mashirika binafsi yamepambana dhidi ya ukeketaji. Mimi mahali nilipitia nikiwa mama, nilikeketwa. Na nikaoswa nikiwa mdogo. Nilikuwa mdogo kabisa, nilikuwa na miaka 14 kwenda kwangu. Na nilipewa mzee ile simjui. Kwa hivyo nilipitia hiyo shida wakati nilikuja kukua mtu wako na akili zake sawa sawa, kwa mtu mkubwa, nikaona ninyamasishe hii mambo ya ukeketaji ama kuoswa msichana mapema. Watu hawa bado wanafanya kazi kwa hofu. Kuna baadhi ya wanajamii wanaopinga juhudi zao. Helen ni mmoja wa wanaharakati hawa. Baada ya kufanyiwa ukeketaji akiwa mdogo, aliamua kupigania haki za wasichana wadogo katika jamii yake. Hii ilimfanya kuwa adui wa baadhi ya watu wa jamii yake. Ukishapashwa hiyo tawara, jua sasa uko wasi, unaweza oleka wakati wawa, kwa sababu hiyo ukipashwa hiyo tawara, hiyo ni daraja ya kwamba umetoshea kuwa bibi. Unapeanwa na unaenda kuwa bibi. Hata hawajalishi umri wako, ni kwenda utaenda. Mtu akipatikana tu aseme nataka huyu msichana aenda kuwe bibi yangu na alete ng'ombe, alete mahari, hivyo ndio umepeana, umeenda. Lakini kwa hiyo wakati ni kama wasichana tulikuwa tumefinyiliwa chini sana, nikaona sio vyema kwangu. Nikasema nitafanya jambo gani ili nije nikafaulu katika maisha yangu. Hakika nilichukua hatua ya kutoroka. Nikatorokea mji wa Kilgoris. Nilitoka saa 9 usiku na nikatembea na mguu. Hiyo wakati hakukuwa na magari na hakuna mtu ambaye ningeelezea jinsi nilikuwa nahitaji katika moyo wangu, kwa sababu hiyo ilikuwa ni siri yangu mwenyewe. Ukiambia mtu labda watapasha wasasi wako, watawapea ripoti ya kwamba kuna jambo hili na hili linatendeka, ambapo nilipata usaidizi ofisi ya DC. Hakika nikafile kesi huko. Kuna mahali nilipelekwa St. Joseph, mahali ambapo wasichana wengi wa wakati huo ambao walikuwa wanapitia hiyo changamoto walikuwa wanahifadhiwa mahali pale. Nikapewa madam alikuwa anaitwa Gladys Wafula. Nilikaa kwa madam Gladys Wafula nikiendelea na maneno ya kesi. Tukaishi na huyo mama. Huyo mama hakuwa na roho mbaya. Tukaishi tu hapo. Ndio sasa akanipeleka shule nyingine inaitwa St. Joseph's Boarding Primary Class 6. Sasa ilikuwa ni rescue center, ndilikuwa inanisaidia kila kitu. Tunampigia huyo mama simu. Kama ni hata ni pads tunataka ni huyo mama. Kila kitu ni huyo mama, sabuni. Kila kitu walinisaidia. Nikakuja nikamaliza shule 2015. Nikamaliza ndio sasa nikaanza tu maisha hivyo.
Sasa hii group yenye ilikuwa imekuja ya kurescue wasichana ndio ikaingilia kati, nikasaidika kwa kweli. Nikaendeleza masomo yangu, nikaenda secondary school, baada ya primary nikamaliza, nikaenda college. Kwa sasa hivi hata sijapata ndio kazi ya serikali, lakini ninajishughulisha na biashara yangu na ni kazi nzuri. Ninashukuru kwa sababu ya knowledge yenye nilipata wakati nilienda shuleni. Taasisi kama St. Joseph ni baadhi ya mashirika ambayo yanasaidia wasichana ambao wako hatarini. Watu kama Helen wamechangia pakubwa kupambana na ukeketaji kwa kuendesha vituo vya kuhifadhi manusura. The Maasai used to think, Wamasai walikuwa wakiamini kwamba msichana ambaye hajakeketwa atakuwa na hamu kubwa ya ngono, na waliona ukeketaji kama njia ya kudhibiti hamu kwa wasichana wadogo. Wakati juhudi za kukomesha ukeketaji zilipoanza, jamii ilihisi kana kwamba utamaduni wao unashambuliwa, wakiamini kuwa wasichana walikuwa wakifunzwa tabia mbaya. Lakini kadri muda ulivyopita, walielewa kuwa wale waliokuwa wakipinga ukeketaji hawakuwa maadui zao, bali walikuwa wakileta njia mbadala, njia ambayo wasichana wanaweza kuwa wanawake bila kupitia ukeketaji. Leo, baada ya miaka 20 hadi 25, wasichana waliookolewa na kuepushwa na ukeketaji wamesoma, wamehitimu na kuwa madaktari, mawakili na wataalamu wanaofanya kazi kwa ajili ya jamii yao. Ukeketaji umejikita sana katika sherehe za kitamaduni, ikiwa ni pamoja na ndoa na hafla nyingine kubwa. Wazazi wengi hutamani watoto wao waolewe na watu waliopitia taratibu zote za tamaduni zao, jambo linaloendeleza ukeketaji katika jamii. Kuna kipindi nafikiri watu waliona Kenya mzima waliona nikiwa kwa magazeti sababu ya wasichana walikuwa wamekeketwa. Chief alikuja akapiga ripoti kwa polisi. Kufika huko, kumbe ilikuwa ni mpango wa kekete kusudi wanipate wanichape. Walitaka kuniua. Ni Mungu ndiye alinitoa. Yenyewe tulimenyana na wanaume, nikajifungia nyumba, wakaleta petroli wanataka kuchoma, polisi wakangangana si kuchoma sababu nilijua kweli nasimama kazi ya Mungu. Sasa wakati walikuja kujua nimeanza kujua mimi nafuatilia hiyo kazi, wakaanza kuficha. Lakini sikukosa kupata network kwa kina mama. Nafikiri wakati hiyo ndio nilikuja nikarescue wasichana zaidi ya 20 wakati moja. Kuna wakati watoto walikuja mpaka wakajaa 30 na nyumba ni kidogo. Ikabidi mahali nyumba zangu rentals nitoe watu ndio nipate mahali ya kuweka watoto. Na changamoto ni hiyo ya kwamba wasichana bado hawajapata mahali ambapo unapata mwingine anataka kutoroka lakini hana mahali pa kutorokea. Anasema nikitoroka sina mahali, ana mahali the conducive environment yenye anaenda kukaa ya kwamba nitasaidika huko. Wasichana wanastahili kuishi maisha bila ukeketaji. Wakati watu binafsi na mashirika yasiyo ya serikali wanaendelea kufanya mabadiliko, serikali ya kaunti inapaswa kusaidia kutenga rasilimali na kwa kujenga vituo vya kuhifadhi manusura. Ili kutokomeza kabisa ukeketaji, elimu ni muhimu. Wananchi wanapaswa kufundishwa hasa katika vijiji, na hamasisho lifanywe kwa wazazi na vijana. Wanahitaji kuelewa madhara ya ukeketaji hasa kwa afya ya uzazi na mambo mengine muhimu, kwa sababu wengi bado wanaona ni sehemu ya tamaduni wao. Zaidi ya hayo, wasichana wadogo walio katika hatari au waliokeketwa mara nyingi hawana njia ya kupata haki. Hakuna vituo maalum vya kuwasaidia, hivyo kuna haja kubwa ya kuanzisha makao ya watoto au vituo vya uokoaji ambapo wanaweza kupata ulinzi na msaada wanaohitaji. Ili wasaidia wasichana ambao wanapitia hiyo ni ya kwamba watujengee hata rescue center. Wajenge katika constituency zetu, mostly hapa Kilgoris constituency, kwa sababu tunaona wasichana ambao wako na changamoto kama hizo juu bado wako wanatorokea katika jirani, katika rescue center zenye ziko Kisii County ambapo ni jirani yetu hapa Narok. Kuna watu wanapasha wasichana tohara lakini kwa siri, kwa sababu ilipojulikana ya kwamba ni kinyume na sheria kupasha msichana tohara na kumpeana kwa umri mdogo. Imekuwa imeshuka chini kidogo, sio vile ilikuwa zaidi, lakini bado inaendelea. Naomba tu kaunti yetu wajitokeshe watujengee rescue center. Ndio tupate mahali watoto wetu wanakimbilia. Sababu tukiwacha hawa wakitembea, watoto wengi taharibika. Ningependa kuambia wasichana ambao hawajafanyiwa hiyo tohara ya kwamba kuna magonjwa sana ugonjwa wa HIV
ni haraka sana kuambukizwa kwa njia ya tohara, kwa sababu huyo ngariba mwenye anawafanyia hiyo tohara ana hiyo ujuzi ya kuchange hata hiyo gloves ama hizo wembe ama kisu yenye ametumia. Ako kwa hiyo harakati ya haraka. Changamoto namba 2, utaoleka na huyo mtu, utabeba mimba, kujifungua inakuwa shida kwa sababu ya hiyo skies yenye umepata. Hizo shida tena kuenda kujifungua inaletanga madhara mingi sana kwa wanawake wenye wamekaidi. The biggest form of GBV. Ukeketaji ni mojawapo wa ukatili wa kijinsia. Kama serikali ya kaunti, juhudi zimefanyika kupambana na tatizo hili, na matokeo yake yameleta upungufu wa visa vya ukeketaji. Kulingana na utafiti wa idadi ya watu uliofanyika kati ya mwaka 2008 na 2009, viwango vya ukeketaji vilikuwa 73%. Hivi sasa, kiwango kimepungua hadi takriban 51% kutokana na sera mbalimbali zilizowekwa na serikali ya kaunti. Sera mbili kuu, sera ya jinsia na sera ya kupinga ukeketaji, sasa zinaongoza juhudi za kukomesha ukeketaji. Sera ya kupinga ukeketaji inaeleza chanzo cha ukeketaji, madhara yake na njia za kukomesha ukeketaji. Pia inabainisha mfumo wa ushirikiano kati ya wadau mbalimbali, hali ambayo imepelekea kuanzisha kwa Gender Technical Working Group kinachoongozwa na County Commissioner na kusaidiwa na County Executive Committee Gender and Youth Affairs. Ushirikiano huu unahakikisha kuwa juhudi za kupambana na ukeketaji zinapangwa vizuri na zinafanikiwa. Tumejumuisha mpango wa kujenga vituo vya kuweka manusura katika kila wadi. Mojawapo ya changamoto kubwa ilikuwa kuwafanya wanaume waelewe kwamba kuwa na vituo hivi ni muhimu. Nina furaha kutangaza kuwa katika bajeti tumetenga rasilimali kwa ajili ya ujenzi ya vituo hivyo 30, kuhakikisha kwamba kila wadi inapata kituo cha kuweka manusura inayoweza kufikiwa na kila mwanajamii. Ukeketaji wa wanawake una madhara kubwa kwa wasichana wadogo na unaweza sababisha athari za muda mrefu kimwili, saikolojia na hisia. Pengo la kijinsia duniani limefungwa kwa 68.5%, likionyesha maendeleo kidogo kutoka mwaka uliopita. Zaidi ya 97% ya nchi zimefunga zaidi ya 60% ya pengo lao la kijinsia, ikiwa ni ongezeko kubwa kutoka 85% mwaka 2006. Hata hivyo, hakuna nchi iliyofanikisha usawa kamili wa kijinsia. Iceland inaongoza kwa kufunga 93.5% ya pengo lake la kijinsia, huku Sudan ikiwa ya mwisho kwa 56.8%, ikionyesha tofauti kubwa. Nchi za Ulaya zinaongoza zikichukua nafasi 7 kati ya 10 za juu. Miongoni mwa nchi bora zaidi ni Iceland na 93.5%, Finland na Norway 87.5% na New Zealand 83.5%. Duniani kote, Ulaya inaongoza kwa kufunga 75% ya pengo la kijinsia, ikifuatiwa na Amerika Kaskazini kwa 74.8% na Amerika ya Kusini na Caribbean kwa 74.2%. Kanda zilizo na changamoto kubwa zaidi ni Asia Kusini kwa 63.7% na Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini kwa 61.7%.